Jamani, sasa huyu atasaidikaje? Huyu atasaidikaje? Mimi nawaambia kila mara, Mwarabu apelekewangi matako. Mwarabu umpelekei kumtingizia matako. Mwarabu atakuingia hata kama ni kwa mapua ataingia tu. Unajua hawa wanaume wa Kiarabu si watu wa kwenda kucheka cheka na hao, kwa sababu hao kutongoza hawajui. Wanaona kitu physically, kitu chenye wanaona saa hiyo ndio wanapenda. Kwa sababu unajua hawa wanaume hawaonange wanawake vile huku Kenya. Wanaume wanaona tu wanawake kila saa wanapita pita. Hawa watu wamefungiwa maisha, wamepimiwa life. So akiona mwanamke ni kama gold, ameona kitu ingine. Sasa huyu atasaidikaje? Wewe acha niwaambie, huyu atasaidikaje? Mwarabu ataingia hata bora tu mahali penye anaona kuna tundu na umempea, ataingia. Anaelekea 79 I think. So Mkundu wa Gulf. Uko hapa ukilaruliwa sim tu by a 79-year-old Mwarabu. Yeah. I bring the next guests. Tuanzie na Shiro, then Shiko, then Fabgal. Diana, mambo? Poa. Unajipenda? Yeah. You're proud that umekuja hapa hadi kudanganya watu. Jana your story and the story you're giving today hata hazirani. Jana ulikuja ukasema ati unasikia kuwasho, huku unasema story ya Pampers. Sasa unatuambia sijui ati Pampers umefunga sijui for 6 days. Okay, you were not there. I was here. Even I followed. Acha nikwambie, nimekuwa hapa tangu wakati ulianza hii interview yako. Jana ulipeana a different story. Ulikuwa unasema ni Vaseline unapaka ati sijui juu unawasha. Hukusema story ya Pampers jana. TV ametoa wapi hiyo maneno ya Pampers kama sikusema? Ni juu uliingia kwa live yako. I followed you and I was on your live. Ukisema sijui live yako ndio umeenda ukaonyeshana Pampers leo. But jana you had a different story. And then acha kudanganya watu. Ngoja, no, just kitu yenye anasema hapo live yangu jana. Jana kila mtu aliona Pampers, kila mtu aliona. So it means you are not there. Unaongea vitu zenye ziko. I was here jana na nilifollow story yako and I would like to be proved wrong na watu walikuwa hapa jana. Hapa chini. You said yesterday ulisema unawashwa unapaka Vaseline. You never talked about kama unataka kuibia watu, don't come with a story ya Pampers sijui Vaseline. Sema tu unataka usaidiwe. Go to another one. Uku watch life yangu. You didn't. Okay, ni sawa. In fact, it's not interesting you. Hakuna kitu hata ya kuwatch hapo. You're so annoying. You need mental help. Unahitaji mental help hata before you go for anything else. Kwanza ukifika tafuta psychiatrist. Juu uko na shida. Na ile shida uko nayo si ya Mkundu peke yake. Yani, you just need help. You need mental help. Now, whatever you think you are doing right now, ujua watoto wako. You have a generation to come. Ujapata watoto sahi. But utaipata watoto, utaipata familia. And just know, ata mamako, do you think your mother would be happy to hear the kind of stories you are telling here? Mi hata ungekuwa wetu ningekudenounce. Mkundu wa Gulf, let me ask one more. I'm going to ask you one more time. Huyo mzee ambaye amekuwa akikula mkundu for 5 years is 79 fucking years. Yeah. Are you lying or are you telling the truth? I'm telling the truth. Kama last born ako na 40. The girl is 47. Do they stay in that house? Yeah. So in other words, now your story changes. In other words, Mkundu wa Gulf, wewe ndio mother-in-law of a 47-year-old and a 40-year-old, correct? Yeah.
But Do they now know? I don't want, yeah. Wait, Sasa wait, nataka kuweka wait, hope wait, basi. wait, wait. Of course they know. I pass the mic to Shiko. Na mkuu haraka guys. Unajua niliitwa kitambo, sio kwa ubaya. Asante. Mimi nilikuwa nataka kukuuliza uko na miaka ngapi wewe? Oh my God. Okay, nitajibu hiyo 26. Shiko. 26 na 78. Wewe uko na akili poa kweli? Sasa si ni pesa mtu anakupea fake promises. Aya, VOTV ile kitu mimi nataka kukuambia kwa akili yangu, huyu msichana anakuharibia hii account yako. Shiko, just shut the fuck up. You don't have to tell me what to do. This is my platform. I listen to everybody. Shiko hapa? Huyu yeah. Okay. So toa haya kwa mdomo. If this is VOTV, Yeah, kila mtu we are aelezee listening. shida Umesikia zake. Shiko? If this is not whatever, you can end up fungua live yako. Yeah. Nasema sababu I repeat, you don't tell me what to do on my own platform. I listen to everyone. Even Jesus, Yeah. listen to me. Even Jesus listened to a prostitute. So you have no right to tell me what to do with my fucking platform. Are we together? Yes. Endelea. Sababu sina shida. Sababu huyu msichana ajielewi. Ile maneno anaongea jana si ya leo. Ukienda kwa life yake ile mambo anaongea si mambo anakuja kuongea kwako. So ni kama amekorogwa akili mahali sijui. Alafu alikuwa anatuambia akidinywa hiyo mkudu anapewa 100 na Kenya anatuma 900. Ako na pesa. Thank you. Okay, Shiko, let me try. stop calling me. Sikuski, sorry. Ongea. Okay. Mia nilisema hivi, the problem you guys you don't understand me. Nilisema hiyo 100 yenye alipea, it was the first day. Yeah. So since from there hajainipea any door. Sana kudinya Okay. tubu. Hold up. Goja kidogo. Breaking news. Someone is texting me here, telling me, listen to me very, very carefully, Mkundwa Gulf. Someone is telling me here, hello, sir. I'm from Kisiland. I'm working with the military of Russia. Kindly drop that Kisii girl and block her. Good. Next. Goja kidogo. Hi, VOTV. Mimi nimetoka Keroka. Nimekuwa nikitazama huyo msichana tangu jana kwa platform yako. Huyo msichana anatuaibisha sisi wote kama jamii ya Wakisii. I'm actually going through now nilikuwa nimekwambia I'm going to save the best for the last. We only have 2 more minutes, right? Right? Okay? Yeah. Let's continue. Kuna mwingine hapa. There is a mother ambaye ameniandikia hapa na Kikisii. I need to translate vile anasema, but they have been watching you since yesterday. So let's do this as we continue. Fab Girl, utaongea 2 minutes, then I'm going to give the closing statement. Thank you, Shiro. Thank you, Shiko. Fab Girl, do that, and then we're going to have a closing statement. Fab Girl, ongea. Okay, Mkundwa Gulf. Yeah. Unasema umefanya hiyo kitu for 5 years. Siku ya kwanza unasema ulilipwa, sio? Siku ya pili, ya tatu, ya nne, mwaka 1, 3, 4, 5 hujakuwa ukilipwa, bado uliendelea kufanya. So udinywe wewe, kudinywa Mkundu udinywe wewe, alafu kuchanga sisi tuchange wenye unaongelesha vibaya. The same Kadamas wenye unaongelesha vibaya ndio unataka tukuchangie. Wakati unadinywa Mkundu ukisikia vizuri ukimoni unamoni peke yako. Kama ni biashara, uwezi fungua biashara ikupatie loss hizo miaka zote na bado uendelee kuifanya. Fab Girl, pause and thank you very much. I love you, my sister.